Karibu sana wapenzi watazamaji wa hichi kituo, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kama unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Gachagua ameamua kumaliza William Ruto kabisa eneo la Mlima Kenya. William Ruto anategemea kura za Mlima Kenya, kwa sababu watu wa Mlima Kenya ndio waliweza kumpea uraisi kwa mikono miwili. Yaani watu wa Mlima, unajua, wakikupenda wamekupenda na wakikuchukia wamekuchukia. Walimpea tu rais William Ruto uraisi kwa mikono miwili, lakini ameamua kuchafua na kuharibu ule urafiki ambao alikuwa ameunda na Mlima Kenya. Sasa Gachagua siku ya Jumatano tarehe 28 Januari mwaka 2026 alikuwa kwenye hafla ya chama chake Justin Muturi cha Democratic Party. Walikuwa na hafla ya NDC. Pale Gachagua akapewa nafasi aweze kuzungumza. Amekanyaga William Ruto, amevunja William Ruto jinsi ambavyo ameweza kuyafanya mabaya. Mpaka nimefikiria bwana, jinsi ambavyo amekanyaga bwana Ruto hivi, hii serikali si hata inaweza katuma maafisa wa polisi wamkamate. Kwa sababu juzi uliona hii serikali ilikuwa inataka kumumaliza kabisa, kwa sababu taarifa zilitoka zikisema kwamba wale vijana ambao walikuwa kwenye mkutano, maafisa wa polisi ambao walituma mahala ambapo Gachagua alikuwa anaabudu upande wa Wirima, waliambiwa wamuumize au wamumalize na wahakikishe kwamba wameharibu magari yake. Sasa bwana Gachagua ameamua sasa ni kaende. Nyinyi tumia polisi, tumia hata vikosi vyote vya usalama, mimi wacha nitumie mdomo. Sasa Gachagua akaamua kumvunja William Ruto kabisa. Kamwambia hivi, unasema unamheshimu aliyekuwa rais Mwai Kibaki, eti kwamba mnamuiga Mwai Kibaki, mnataka kuiga mfano wake, kwa sababu Mwai Kibaki anaheshimika sana katika taifa letu la Kenya kwa kuleta maendeleo, kwa kusukuma sekta ya elimu mpaka ikawa sawa sawa. Bwana Ruto walipoingia madarakani wakasema kwamba wanataka kuiga Mwai Kibaki ili na wao wakiondoka madarakani wawe wanaheshimika jinsi ambavyo Mwai Kibaki alikuwa anaheshimika. Hasa Gachagua anamuuliza hivi, unasema unataka kuiga Mwai Kibaki jinsi ambavyo aliweza kufanya kazi Kenya, lakini umeweza kuharibu elimu, na unasema unataka kuiga nani? Kuiga Kibaki. Namba 2, Gachagua akaweza kumuuliza William Ruto hivi, unasema kwamba unaheshimu Mwai Kibaki na unamuiga Mwai Kibaki, lakini hutaki kuheshimu hata eneo bunge lake mahala ambapo alikuwa anatoka. Kumbuka kwamba Mwai Kibaki alikuwa anatoka Othaya. Na Gachagua akasema kwamba kama unaheshimu Mwai Kibaki, aungetuma maafisa wa polisi siku ya Jumapili kuelekea kwa eneo bunge ambalo Mwai Kibaki anatoka Othaya, kuenda kuvuruga hafla ya kanisa upande wa Othaya Wirima ACK Church. Si mnaelewa jinsi ambavyo Gachagua aliweza kushambuliwa kanisani? Sijawahi ona viongozi ambao wako na ujasiri wa kuchezea Mwenyezi Mungu, kurusha vitoza machozi mpaka kanisani, unafukuza mpaka wahubiri kutoka kwa kanisa. Hautaki injili ya Mwenyezi Mungu iweze kusonga mbele. Kuna kitu ambacho wanasiasa hawajui.
kuna tofauti ya kanisa na kuna tofauti ya siasa. Lakini Bwana Ruto na utawala wake wamechanganya siasa na kanisa. Kama hawataki kiongozi, wanaamua kummaliza na wafuasi wake. We remember Mwai Kibaki, that great man from Othaya. Kasongo and Soprano were in Othaya, saying how they emulate Mwai Kibaki. But the first thing Kasongo has done is to destroy the legacy of Mwai Kibaki of free primary education. Number two, ameenda Othaya kwa ACK Kariki Church. Amesema vile anamheshimu Mwai Kibaki. Next weekend, ametuma askari na wahuni in the same Othaya in an ACK church in Wetima to beat women and children. Hiyo wewe unasema ati unaheshimu Mwai Kibaki. Umeenda Othaya, umekaribishwa vizuri, a few days umetumana kanisani akina mama na watoto kupigwa. It's a shame. Si ndio? Nina imani kwamba umeweza kusikiliza jinsi ambavyo Gachagua ameweza kutoa hizo kauli zake. Gachagua, unajua yeye huwa afichi maneno, anayazungumza tu. Inaonekana kwamba urafiki wake na William Ruto hauwezi ukashoneka hata kidogo. Angalau William Ruto waliweza kushona urafiki wao na hayati Raila Odinga, lakini sioni wapo William Ruto wataenda kushona urafiki wao na Gachagua. Kama unanitazama kwa mara ya kwanza, ninakuomba chukua sekunde yako 1, 2, 3 kapiga subscription, bonyeza kengele ili tuweze kusonga mbele kwa utaratibu, kwa sababu ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupata taarifa zetu, taarifa ambazo zimeweza kufanyiwa uhakiki. Sasa nikimalizia, mpenzi mtazamaji, endapo serikali hii itaendelea na haya maneno ya kuvuruga makanisa, kuvuruga viongozi wa upinzani, hatuna taifa hapa. Sasa kuna kitu ambacho nimeweza kujiuliza. Kama haya maneno ambayo yaliweza kutokea upande wa Wirima Church, imesalia wiki chache ama imesalia miezi michache tuweze kuingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Sasa ikifika mwaka 2027 tutaona lipi? Kama sasa hivi ndio polisi wanamwaga vitoza machozi kanisani, wanaharibu magari ya viongozi wa upinzani, ni kipi ambacho watakifanya kipindi ambapo tutakuwa tunapiga kura mwaka 2027? Watazima interneti jinsi ambavyo tuliona Uganda wamezima interneti? William Ruto ataleta vurugu jinsi ambavyo tumeona vurugu Tanzania na Uganda? Haya ambayo wameweza kuyafanya, mpenzi mtazamaji, ama ambayo wanaendelea kuyafanya, inaonyesha jinsi ambavyo serikali hii imeweza kuogopa tukielekea kwa uchaguzi ujao. Wameweza kuogopa kwamba wananchi hawana haja nao na huenda wakawaadhibu kwa kukosa kuwapigia kura, na ndio maana wameanza kuonyesha dalili za wazi. Iwapo wanashambulia mpaka makanisa, sio ni kuonyesha dalili za wazi kwamba wameshindwa. Na ndio maana Gachagua ameweza kumwambia, unasema kwamba unaheshimu Kibaki, lakini umeweza kuharibu education. Unasema kwamba unaheshimu Kibaki na umeweza kushambulia makanisa. Unasema kwamba umeheshimu Kibaki. Kibaki alimaliza corruption. Kibaki aliweza kuinua uchumi. Uchumi wa William Ruto umeweza kuharibika. Kibaki alimaliza corruption, lakini angalia kama gazeti la siku ya leo Jumatano tarehe 28 Januari mwaka 2026, gazeti la Daily Nation lilionyesha wazi kwamba
bilioni 11 ziliweza kuibwa na Wizara ya Afya, ama ziliweza kupotea kwenye Wizara ya Afya katika huu mfumo wa afya ya jamii, kipenda SHA. Kwa hivyo viongozi wanasema kwamba, hawa serikali wanasema kwamba wanaiga Kibaki, lakini matendo yao ni mabovu, na Gachagua ameamua kuwakanyaga mpaka mimi naona hii serikali hata inaweza ikamtumia maafisa wa polisi hata waende kumkamata. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Gachagua amekanyaga kabisa kabisa kabisa